Ulichukuliaje baada Ahmed Ally msemaji wa Simba kukuambia umefanya vizuri baada ya kuwa challenge kwenye mchezo wao? Kiukweli nimejisikia tu vizuri kwa sababu kile nilichokifanya ameweza kukiappreciate, kwa hiyo ni jambo zuri. Nimejisikia pia vizuri kiukweli. Huu ni msimu wako wa pili kama sikosei kwenye ligi kuu. Unajiona wapi? Mimi najiona bado na safari ndefu sana ya kupushi kiukweli, kwa hiyo bado na safari kubwa ya kupushi. Ukiangalia timu yetu pia ligi ni ngumu, bado haiko kwenye nafasi nzuri, kwa hiyo bado na kazi kubwa sana ya kufanya ya kuhakikisha timu yangu inabaki kwenye ligi ili iweze kusalia kwenye ligi. Okay, wachezaji wengi wanatamani kuja ni ndoto zao kuja kuchezea Simba, Yanga na Azam kwa sasa. Ni miongoni mwa wachezaji kama hao ambao wanatamani siku moja wachezee hizo klabu kubwa zilizo na mashabiki wengi. Yani kila mtu ana ndoto hiyo, lakini yani nahisi bado muda hujafika. Unajua kila kitu kina muda, kwa hiyo ukipushi kadri ya Mwenyezi Mungu atachokusaidia kile ulichokionyesha. Kama siku ikitokea labda mkataba imeisha, watu wameweza kuona unafaa kwenda kuongeza kitu katika timu yao, unaenda, kwa sababu mpira ndo maisha yetu, mpira ndo kazi yangu. Kwa hiyo pia sio jambo baya, ni jambo zuri kiukweli. Na TRA imekutafsiri kwa namna moja au nyingine kwa jamii kuelewa unachokifanya kwa sasa? Wamekielewa, ndo timu yangu, ndo timu ambayo niko nayo bado na mkataba nao. Kwa hiyo kiukweli pia nawashukuru, ni timu yangu iko vizuri kiukweli. Kwa hiyo bado wana deni kubwa nao. Kwa hiyo tunamwomba Mungu tupushi tuweze kubakiza timu kwenye ligi. Mapokeo ya wadau wa mpira miguu nchini wanavyokuona umefanya vizuri, hii inakupa challenge gani kama mchezaji? Ni jambo zuri, lakini kiukweli bado yani bado na safari kubwa sana ya kupushi. So sijui mechi 2-3 ndio jione kwamba ushamaliza kiukweli bado. Kwa hiyo bado na safari ndefu sana ya kupusha kuendelea kufanya pia vizuri zaidi ya hapa. Katika mechi ya jana ya Simba ilikuwa ni aina gani kwako, licha ya watu kuiona hii wachezaji ambao uliona hii nimebato nao kuna kitu ambacho ni cha kitofauti? Mechi ilikuwa nzuri, kwa mechi ilikuwa nzuri kiukweli. Sisi tunashukuru Simba wameweza nawapongeza Simba kwa kitu alichokionyesha. Walikuwa na game nzuri, wameweza kupata matokeo. Kiukweli mechi ilikuwa ngumu sana, ndio maana tumeweza kufanya makosa, wameweza kutuadhibu. Kwa namna watu wanavyokuzungumzia umefanya vizuri, kuna mtu yoyote ambaye amekupa zawadi? Tunaonaga Simba na Yanga wachezaji wao wakicheza vizuri wanatumia zawadi kwenye simu. Wewe umepata hicho kutoka kwa mashabiki? Hamna, mimi najua nimefanya vibaya kwa sababu sisi tungefanya vizuri jana tungepata matokeo. Kwa hiyo mimi najua tumefanya vibaya ndio maana tumeweza kufungwa. Hiyo tu ni muonekano wa mtu labda, lakini mimi najisi tumefanya vibaya ndio maana tumefungwa. Kuna wachezaji gani wa Simba na Yanga ambao wanakukubaliki labda na kutumia hata message unafanya vizuri push? Hamna kiukweli, hamna. Umeipokeaje mitandao ilivyokupokea kwa ukubwa? Unaona ina challenge gani, inaenda kukupa pressure kubwa zaidi? Hamna kiukweli, afu sio mimi mtu wa mtandao hivyo. Kwa hiyo kiukweli na hisi tu kawaida, yani mimi najisi tu kawaida, pia ni jambo sio baya kiukweli. Kwa hiyo nashukuru pia kwa jambo hili pia. Unavyohusishwa mashabiki wa Simba mara sema amesajiliwa Simba wa Yanga, unavyohusishwa namna hiyo, kuna kitu gani kinakujia kwenye akili yako? Hamna, yani mimi ndo nimesikia kwako. Sijui unahusishwa na timu hizi, hapana kiukweli. Mimi ndo wewe umeniambia hapa, ndo naisikia kwako. Kwa sababu mimi bado mchezaji wa TRA, bado pia na mkataba na TRA. Wewe kuhusu kwamba umeenda huko, yani unavyoona komenti za mashabiki, wewe angechezea Yanga, wewe angechezea Simba, hii inaku sijaangalia komenti. Labda nikitoka hapa baadaye ndo nikaangalia tapata majibu. Haya bwana.